أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Baada ya kuyajibu yale matatizo ambayo si matatizo, lakini wale wapinzani wa siku ya Kiyama kwa ukaidi wao na kwa kutaka kukimbia majukumu waliyadhihirisha kwamba ni matatizo yanachokifanya Kiyama kisiwezekane, na Mwenyezi Mungu akayajibu katika Qur'ani kama namna tulivyoyaeleza siku zilizopita. Lakini siku ya Kiyama ni siku iko mbali na kuangalia sasa wanaotia matatizo, wenye mishkili, kwa dalili ambazo zilizo wazi. Kwanza, maumbile ya mwanadamu yathibitisha kuweko Kiyama, kama namna nilivyoeleza jana. Huyu mwanadamu katika kumuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemeza hisia fulani zilioko katika maumbile yake. Hata mtaalamu mmoja mkubwa katika wanazuoni wamezobobea katika elimu za dini na elimu za sayansi, Dr. Tabara au Afifuddin Tabara, ana kitabu chake akiita Ruhuddin al-Islami. Anena katika kuieleza hii dalili ya fitra, dalili ya maumbile katika kuthibitisha Kiyama, anena Mwenyezi Mungu kila lile jambo muhimu na jambo kubwa ambalo atataka kulithibitisha amelimeza katika hisia kwanza na kulitayarisha. Kwa utamwona mwanadamu ye mwenyewe ana mail, ana kupondokea kwa dalili za kihistoria niloeleza kutoka nyuma, na hii aya niloisoma ikifungamanishwa baina ya Kiyama na mahkama ya kimaumbile iliyoko ndani ya nafsi. La uqsimu biyaumil qiyama wala uqsimu bin nafsi lawwama. Pili, Kiyama ni dhihirisho la hikma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na maana ya hikma ni mjadala mrefu katika ilmu al-aqaid. Hakim, wataalamu wa ilmu al-kalam, waifasiri kwa Mwenyezi Mungu sifa hii kwa maana mawili. Hakim ni ule ambaye mambo yake ayafanya kulingana na nidhamu na mipangilio. Hakim kwa tafsiri ya pili
ni ule ambaye kwamba yafalu ma yanbaghi an yufal wa yatruku ma la yanbaghi an yufal, afanya yanayotakikana kufanywa na huwata yasostahiki kufanywa. Sasa sisi tusiingie kwenye mada hizi ndefu, tuitukue hikma kwa maana ya kwanza inaomaanisha kwa maana ya nidhamu na mipangilio. Allahu hakim kwa maana ya al-itqanu fil khalq. Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu. Ulimwengu huu ameumba kwa lengo. Ukinena Mwenyezi Mungu ameumba ulimwengu bila ya lengo lolote, kwa hivyo wampokonya sifa ya hikma. Na mwenyewe amekataa. Katika Qur'ani atuambia afahasibtum annama khalaqnakum abatha, mwadhani nyinyi tumewaumba tu sisi hivi hivi tu, kama nilivyopiga mfano yana ni zidude za kutezea. Mwenyezi Mungu alikuwa hana la kufanya, wal billah, akaamua tu kuumba? La, kuna lengo. Lakini lengo ni lazima lilingane na kitendo na mwenye kutenda. Halitoshi lengo lolote. Nataka tufahamiane. Haitoshi kukipokonya kitendo sifa ya upuzi kwa mujarrad kunena kina lengo. Sharti tuliyue na lengo lenyewe la lingana na kitendo na juhudi zinazotolewa na mwenye kutenda. Simandia siku moja nasikia ni maneno ya kupokelewa wakati wa sherehe za culture, kama zungumzo, sijui kulikuwa kwa balozi wa Ujerumani na balozi wa Amerika na kuna mabalozi kadha wa kadha. Ule balozi wa Amerika akawa kila akipata nafasi ya kunena huisifu, tumepiga repair la Mkomani Primary School, sijui tumejenga birika la mai la Mugalzi, sijui nini. Nasikia ni balozi wa Ujerumani ama nini, akamjibu akamwambia, bwana, Amerika ni dola kubwa, si dola ya kuja kujirabi katika jukwaa kwa kufukua kisima cha mai cha shilingi 70,000. Angalau mungelinena kile kipande cha kilomita 60 kilioko kutoka Jeti mpaka Mokowe tumekitia lami. Sasa utakuta mtu milionia anapozunguka akitangaza sijui antoa shilingi 100 yeye sadaka, kila apatapo mahala kwenye mimbari yeye hutangaza mimi yeye mmetoa shilingi 100 sadaka, huwa ni kama kuketi kuteza shere watu, wala hakistahiki kitendo kile kulinganishwa na cheo chake. Sasa kwa msingi huu, na mifano ni mingi waweza kupiga, hata utasikia wewe umefunga safari, umetoka utokapo, umepoteza pesa zako umekuwa kufanya mambo haya. Ama wewe umesafiri, umekwenda university ama umekwenda kadhaa, umekuwa kufanya mambo haya. Yani hili ndilo lengo lilokusukuma wewe, hili halistahiki juhudi ile uloitoa wala pesa zile zilizotumika. Sasa sisi tukiuliza kwamba Mungu ana lengo, je, yastahiki kwamba lengo la Mwenyezi Mungu ni kuishiwa tu hapa duniani na kufiwa kisha mambo yamekwisha? Yalingana na juhudi hii imezotolewa ya kuumba ulimwengu na juhudi hii ya kuumbwa mwanadamu, yalingana iwe itakuwa basi ni kuishi hapa wewe uishi miaka 30, yani ayama maaduda shekh, miaka 40 miaka 50 ufuniko ubao, yani kuisha hesabu. Kiuliza Mungu kwa nini ametuumba? Tuishi tu katiti katika ulimwengu tuifie. Yalingana na hikma yake? Bila shaka hailingani. Maisha haya ya duniani ambayo mwanadamu siku atakao kufa atanena ile lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha.
Ala sute hapa tuketi tujiulize, sute kwa ikhtilafu za umri wetu tulizonazo, mwenye 60, mwenye 50, mwenye 40, mwenye 30, mwenye 20, mwenye 10, sute tujiulize swala moja, hala zunguka nyuma umri wako mpaka sasa ulipokupitia, wauhisi kama siku ngapi umepita, kama ambao kuishi yani, kama ni ndoto. Sasa wewe ukinena mimi mmemaliza 30, hiyo 30 imepita vipi? Si chochote, ni kama kulala na kuamka. Je, hivi nilivyoishi mimi ndiyo lengo la Mungu kuniumba mimi? Yaishe hapa yakome hapa? Hapa ndipo mahala muhimu panapokuja kusimamiwa na hii tunaoita burhanul hikma. Mwenyezi Mungu anapotuambia la, sisi hatukuwaumba hapo, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turjaun. Ikiwa hatutorudi kwa Mungu, yani ikiwa hakuna kiyama, basi maumbile yetu ya upuzi. Ndivyo aya inavyothibitisha. Na katika aya nyingine atuambia wama khalaqna as-samawati wal ardha wama bainahuma illa bil haqqi wa anna as-sa'ata atiya. Tumeumba mbingu na ardhi kwa misingi ya haki. Mikutimu misingi ya haki hii ni kwamba kuna nini? Wa anna as-sa'ata atiya, kiyama kiao ndiyo kitathibitisha tumeumbwa kwa haki, wa ila kama hakuna kiyama ni batil tu. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia wa anna ila rabbikal muntaha. Muntaha si katika ardhi shekhe, muntaha si kumalizika hunu mwili kwenye ardhi ukaoza ukabadilika mtanga, sio mwisho wetu. Mwisho wetu ni kwa Mola wetu. Inna lillah wa inna ilayhi rajiun, tutatoka kwake na tutarudi wapi? Kwake. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Mwanadamu alivyotukuzwa, mwanadamu alivyopoa nafasi katika maumbile haya, itakuwaje mwisho wake awe kama ng'ombe na punda humalizikia mtangani? Hainasibiani. Hainasibiani na cheo alichotuumba Mwenyezi Mungu alipotuambia inni akarabi, malaika wote mbinguni akinena inni ja'ilun fil ardi khalifa. Arabi, mimi naumba kiumbe mwingine tofauti na ziumbe wote, na muumba ambaye nitamfanya ni khalifa wangu. Sisi ni makhalifa wa Mungu. Arabi katika mbingu anena walaqad karramna bani adam, kisha iwe mwisho wetu hauna tofauti na tungu na kuku na ndi na mbu na ng'ombe na punda. Sawa sawa, kwa sababu punda tazaliwa, atakufa, taingia mtangani, ataoza, kuisha mambo yake. Yalingana na nafasi hii tulopoa na Mungu, yakubaliana na hikma na ilmu ya Mwenyezi Mungu na busara ya Mwenyezi Mungu. Utakuta ikiwa waamini Mungu sampuli hiyo, sokuwa na hikma, sokuwa na mipango, sokuwa na nidhamu, basi utakuwa sio Mungu tunaomwamini sisi. Ndio Mungu ambao hakuna kiyama, hakuna chochote. Kwa hivyo ndugu zangu, maisha duniani bila ya kiyama hayana maana, wala hayana falsafa yoyote, wala hikma yoyote, wala busara yoyote. Ndio Al-Imamu Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam katika Nahji al-Balagha khutba ya 190 anena maneno haya: fa innal ghayata al-qiyamah wa kafa bidhalika wa'idhan liman ghafil wa mu'tabiran liman jahil wa qabla bulughi al-ghaya ma ta'lamuna min dhiqi al-irmasi wa shiddati al-iblasi wa hauli al-matla'. Asema sisi tumeumbwa, tuna utepe tuukimbilia na mahala twalenga, kama wale wapijiwao, ikiwa ni zibao, ikiwa ni bunduki,
wakatoka mbio, kimbizanywa tu. Haya, kumepangwa wewe ni 100 mita, ukipigwa firimbi wewe toka, wewe kile mashariki, wewe kile magharibi, utatangazwa mshindi? Hakuwezi kuna mshindi. Haitoshi kwenda mbio sana tu ndio utakuwa mshindi, ni lazima ujue ghaya, mko, sio mko wa kuyaza ni upi. Kwa hivyo asema fa innal ghayata alqiyama, sote tuko kwenye mbio, twalenga kufanya nini? Kuyaza. Kuyaza ni wapi? Kiyama. Na hizi siku za koi, sio siku za Ramadhani. Kuyaza ni wapi? Ni kiyama. Na yatosha mtu akifikiria hili kwamba mimi nakimbilia nenda kiyama. Imam Ali asema wakafa bidhalika wa'idha, yatosha mawaidha. Taki habari nyingi, kaketi tu ukakumbuka kuna na kiyama, tosha kuwa ni mawaidha ya kukutia wewe breki kama uendao kufanya mengine wala uendao kufanya nini. Wa mu'tabiran liman jahil, na yatosha kiyama kumfanya muinga aweze kuzingatia. Lakini Imam Ali atuambia wa qabla bulughi alghaya, lakini kabla harjafika kuyazamko, ma ta'lamuna, ni haya muyaiwao, min dhiqi al-irmasi wa shiddati al-iblasi wa hawli al-matla. Lanabluwannakum, mando mpaka tutiwe kwenye kitujio, si safari tu ya kushuka mshuko. Pepo ni ghali sana, haingiwi bure bure, haingiwi kimgumgu. Kwa lugha zetu, lugha zetu kimgumgu, mambo yasiokuwa na mpango. Tawaarabu wanao kwambia bana, hii itakwenda Allahwia au itakwenda kwa Allahumma salli, bila ya mipango. Pepo nimezungumza mara nyingi mimi kwenye mimbari za Juma, ni thamani, ni bei, nipa ununue. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Mwenyezi Mungu atuambia ni biashara mimi na nyinyi. Mimi na bidhaa, ni mtaita nini? Pesa, mnunua bidhaa kutoka kwangu. Na waambie ya Muhammad, qul hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim, siwaoneshi biashara itakao kuwakomboa nyinyi na adhabu yenye kutia utungu. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah, mpaka mwisho. Na ndio nikanena mara kadha wa kadha, utakuta Mwenyezi Mungu azungumza sisi na mistalaha ya bei na kuuza, shara na bei. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtighaa mardhatillah, kuna watu wanaoziuza nafsi zao wakamuuzia Mungu ili wakapokea nini? Pepo. Kama ngine kwambia ishtarau dhalalata bilhuda fama rabihat tijaratuhum, wale walonunua upotevu, walotoa uongofu wakapokea upotevu, hawa ni watu wabaya sana, biashara yao haikufaulu. Pia katika watu wengine katika suratul Kahfi Mwenyezi Mungu atuambia hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Hizo zote ni istilahi za kibiashara. Niwape habari ya wale ambao hufanya biashara wakikhasirika, ni wale wauzao wakifikiri hupata faida, kumbe hupata hasara, na hawa huona hupata faida. Ndio alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mbio zao katika dunia zilipotea bure katika kipindi wao wakiona hufanya mema, kumbe si mema. Sasa ndugu zangu, hakuna pepo ya bure, hakuna kimgumgu wala Allahwia. Masala nipa nikupe. Sasa mpaka tuwekwe hapa, lazima Sheikh Mwenyezi Mungu atutie katika balaa, atuonde, atupe mikasa, atupe matatizo. Hizi zote ni tikiti huwawanywa za kwenda peponi. Ndipo pale ukaona kwa mtazamo wa kidini, misiba, matatizo, maondo ni tikiti ya peponi, ni neema, si nikma. Kwa mtu aishio katika falsafa ya kiyama, kwa mtu aishio kwamba hapa mimi hupita. Mfano tu sasa yao, mimi nikwambie
mtaka usafiri uende Mombasa, ukisikilia Mombasa, safiri tu mpaka Mombasa, ukisikilia Mombasa nitakupa shilingi milioni 10. Bwana tasimamisha masikio, sio? Milioni 10 si pesa? Si pesa kidogo. Watakaie? Kwambia lakini nina sharti katika kusafiri kwenda Mombasa. Taya sharti gani? Nitaka wende kwa lori, sawa? Hakuna tatizo. Sawa mpaka hapa. Nitaka tena lori upande kule nyuma usiketimbee. Sawa. Utaona wewe mtaie sasa. Hakuna kula ndiani mpaka usikilie wapi? Mombasa. Lori isimame mahala, sawa wata tutavumilia tu. Hakuna kusimama kukojoa, watakuwa tupa takojoa ndiani huko yu kwa yu. Kwa sababu yeye mato yake yako wapi? Kwa hivyo kuketi kwenye lori nyuma yeye huona raha manshida? Raha kwake. Wala hatosikia ile midundo siku ile mashimo na nini, kwa sababu khayali yake yote iko kwenye nini? Iko kwenye milioni 10. Mkoyo tauzivia, kama atavaa Pampers siku ile pia atavaa. Kwa sababu yeye target nda na kusiliwe yao na kusiliwe mpaka tusikilie Mombasa. Sasa yale matatizo utakuya kuyaona ni raha kwa sababu we umelenga nini? Wai wewe uone umaskini au uone maradhi au uone tatizo ni tatizo ikiwa wewe umelenga pepo. Si umeona vile tunavyokosea kufikiri? Kwa nini uone dunia hii ina matatizo na tuko kwenye lori hupita tu sisi? Hatukakuguria. Kwa nini uone utakuwa ni shida? Filhali twenda mahali si milioni 10 ndugu zangu. Si milioni 10. Ni radhi ya Mungu. Kwanza, kabla ya majumba, kabla ya kufikiria wanawake hurul aini na zijuni na matufaha na mito ya asali, kwanza fikiria tu Mungu akwambia nimeridhika nawe. Ya ayyatuha nafsul mutmainna turji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafikirisha Mungu akuhutubu kwa maneno haya, yana raha gani katika moyo? Akwambia nafsi umezotulia, rudi kwa Mola wako ikiwa wewe umeridhika na Mola wako na Mola wako ameridhika na wewe. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardhiya udkhuli fi ibadi. Mwenyezi Mungu akwambia ngia katika kundi la wale waja wangu wapendao. Waila wote mwaja wake, hata wale wako motoni ni waja wake, lakini wale ni special. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ile raha ya kinafsi tu kukwambia Mungu ameridhika na wewe. Ipime pale unapomuona babako akwambiapo mwanangu mmeridhika na wewe. Ile hali ya kinafsi wewe unaoisikia, na Mungu hafananishwi na baba. Ipime ile hali yako ya kinafsi wakati mamako anapokuambia mmeridhika na wewe. Ipime ile hali yako ya kinafsi mkeo tu ukao umefanya yambo siku ile, umepeka kitambara, umepeka zawadi nyumbani, umeshika kitupa cha perfume diani, umeshika chochote, ukiingia nyumbani umenyosha mkono, ukaona ule uso wa tabasam pale nyumbani na mambo yamekuwa mengine pale nyumbani na zile furaha zote zinazoabiri ile radhi ya ule mwanamke, wewe utakuwa uko katika hali gani? Huyo nani? Ni mwanamke ambaye hamiliki chochote, hamiliki umri wako, hamiliki riziki yako, hamiliki mali yako, hamiliki afya yako, wala babako wala mamako. Kefu aliokuumba akakuneemesha neema zote alizokupa, anaimiliki kila unalolifanya, akwambie wewe umeridhiwa, nimekuridhia. Haya mambo rahisi, biashara. Ndio hapa Imam Ali anapotuambia wa qabla bulughil ghaya, lakini kabla ya kufikia kwenye hizo milioni 10 zilioko Mombasa, kuna zitujio, tutatingiswa kidogo. Wallahi la tubalbalunna balbalatan wa la tugharbalunna gharbalatan, katika maneno yake mengine. Usifikiri ataenda tu hivyo, mutatiwa katika balbala. Balbala lile tungio unalolitia ukatuja mpaka ukatoa unga safi wa sima, zile tenga zote ukaziwata nde, tatiwa kwenye tujio, ili Mwenyezi Mungu atuiwe wa kweli na warongo, kwa sababu wanadamu sisi.
tukiketi tu sisi sote tutakuwa mujahidina fi sabilillah. Si tuketi zao zungumza, tukiketi sote tutakuwa hupeana na mawaidha, nataka usubiri ukipatikana na msiba. Lakini hoyo ambiwa watu subiri ukipatikana na msiba, si kwa kitoma na miwa ukamuona upija mayoe mtaa mzima umepata habari. Sasa sharti tujaribiwe, ndio kudhihiri. Maneno peke yake hayatoshi, sharti kujaribiwe ndio kuonekane mvumilivu mkweli ni upi na asokuwa mvumilivu ni upi, mwenye subra ni upi na asokuwa na subra ni upi, shujaa ni upi na asokuwa shujaa ni upi. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia wala nabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tawaidia kila upande. Wabashiri sabirin. Pale washawapata, pale wanaposema alladhina idha asabatuhum musiba qalu, siba gani unu? Sababu mimi nitoka kwa Mungu, niko kwenye safari shekhe, nenda zangu kwa nani? Kwa Mungu. Hizi ni daraja tu mimi napita. Zinasema tutawaonda nyinyi kwa upande wa mali. Una senti zako, mara kumetokea tatizo, mara kumeingia moto, mara kumeingia mwizi mejepa, mara umepata hasara, mara gari yako yao imepinduka ndiani, mara boti yako usafiri imezama baharini, mara mali yako, kila sampuli hadha ni katika mali. Wal anfusi, mara umefiliwa na umpendao, mzazi wako, nduyo, mwano, rafiki yako, kipendi chako, mke. Ndio maana tunaoishi sisi. Ndio naqsin minal anfus wa thamarati, una mashamba, una nini. Yani Mwenyezi Mungu atuambia misiba yaweza kuja kila sampuli. Khauf, ndaa, ufukara ni katika misiba, ni katika maondo, si masala Mungu hakupendi. Lakini yote haya mwangalie sasa, ule anayepatikana na ufukara akakataa ule ufukara wake kumfanya yeye kukosa thamani utu wake. Mwenyezi Mungu ametupa ufukara, lakini finatija ni wanadamu sisi. Usikubali utumiwe ufukara wako ni bridge ya watu kufikia kwenye malengo yao. Kama leo tunavyoona mara nyingi tunapopotea hapo sisi, tunapotumiwa umaskini wetu. Maana yake mara nyingine ukinena maneno hayo kwambia, utasikia watu kwambia ni kweli, lakini ustadhi, waweza kuwa si kila mtu aweza kuziona 500 akaziiza. Kuna watu waweza kuketi mwaka hayaitanganya 500 kwenye mkono wake kwa mara moja. Wakia. Pengine tusizungumze hapa amu, lakini wewe nenda leo Ngezi jijini, nenda ingia huko Dide Waride, nenda ukangie wapi, unaweza kumuona mwanamke hupambana mtana kutwa kate tita la kuni, asafiri nalo kilomita kadhaa kwa maguu, aenalo paka pengine pale Wito, ulizanya kwa shilingi 50 lipate bei, pengine na lisipate bei. Na shilingi 50 hizo atakazo kuzipata huko nyumbani ndo hungojeo, hakuna mpango. Ndio anunue sukari, anunue maziwa, anunue mayani, anunue nini, ndio arudi nazo, kile kitakachokupatikana kipikwe. Kwa hivyo yeye aiona 50 mbele ya mato yake, tena kwa kuifukuza mbio mtana kutoa paka aitanganya hapo mkononi. Sasa pengine mimi na wewe tuweza kutokezea barazani Mkunguni pale, ukasikia bwana watu za nyakura kwa 500. Pia picture kama hizi taka watu wazihudhurishe. Ni kweli hayaweza kuitanganya 500 kwenye mkono wake kwa siku moja, lakini 500 ile itamfanya yeye baada ya wiki na mwezi asiye tena kuzanya tita la kuni. Itamuondoshea ufukara ule. Na kwa nini akubali kutumiwa ufukara ule kwa watu kwa malengo yao? Hapa ndipo taka subra, ambao leo imekuwa kitu msimamo kwetu kimekuwa hakuna tena. Mtu kuwa na misimamo na hoja kubwa huzingatiwa ni umaskini. Si kweli, wazazi wetu wa nyuma walikuwa maskini zaidi kutushinda sisi. Tukiwa tutayapima maisha,
Tukirudi nyuma kabla ya miaka 50 na 40 na hali tulio sisi leo, hebu kila mtu ayo amezotimwa, amezokuwa na mke nyumbani na vijana, ajaribu kurudisha picture alivyoyea yeye nyumbani na anavyoyea yeye, alivyowaona mamake na babake wakiishi nyumbani kama mume na mke, na anavyoishi yeye kama mume na mke, anavyokula yeye. Tuangalie maisha yetu na ya watu wa nyuma. Ati ni kweli watu wa nyuma walikuwa matajiri? Kumeishiwa hapana. Kumeishiwa kwa chai kavu. Mimi nimenena mara nyingi hapa na zipitu. Watu wakisonga mazumaviti na wakitiana ufu wa nazi, ukiliwa ndio chakula. Alhamdulillah rabbil alamin. Leo kijana tutao kwenye Eid, sisi kila mtu upanga kumnunulia mwane pea 3 pea 4 za nguo na ziatu kila nini. Ukinunuliwa koshi, nimenena maneno haya mimi hapa, ukinunuliwa koshi limezidi mbenchi 3 inchi 4 uyazwa kwa pamba, kwa sababu mzazi upija budget, hana hakika Eid itakaokuya ya mfungo kwanza atakuwa tena na uwezo wa kukununulia wewe buti. Kwa hiyo ulivae, ukimaliza ukirudi mama ukwambia ete zikafutwa kwa zitambara, zikarudishwa kwenye boksi, zikawekwa, ukatembea guchuma barobaro wazima, utembewa guchuma. Leo jana watoto wavema mobile, leo jana watoto wavema saa, watukuzie mobile 2 mkononi. Mangapi hapa vijana hawayaanda hata makazi washishe mobile 2. Wanafundi hapa tusafa talabatul ulum kwa kusoma, kufanya self istiqra, utapata wanafundi kadha, tukuzie simu mkononi na utiwa na credit. Ifanye simu ile kila siku yataka credit shilingi 20 tu. Tuko vizuri jamanini? Tunao uwezo mbali kushinda wale waliopita, lakini sisi tumeutukua umaskini, tumeuweka ndio na kuuimba, na Mwenyezi Mungu ametufanya mafukara wanyoyo kwa sababu ya hakuna saa zote, si maskini saa zote, sute hatuna. Wewe sasa yao amua ataka kuwawanya zaka hapa, amu utake kujua asokuwa nacho, na watu wote toka maskini, watu wote watakuwa maskini. Utaona wawezao kutoa washishe foleni pia ufanya nini? Hupokea, kwa sababu nyoyo hazikushiba. Sasa tusikubali misiba. Sijatoka kwenye mada ndugu zangu, tukipata nafasi za kuedheana sampuli hii ni lazima tuedheane. Hatujatoka kwenye nini dunia, sharti tuelewe, ambao Imam Ali atuambia wa qabla bulughi al-ghaya ma ta'lamuna min dhiqil irmas wa shiddatil iblas wa haulil matla. Dhiki za kutubukia katika mambo. Ramasa imetokana na neno irtimas, kama ule anaopiga mbizi kwenye mai. Hata ibilisi pia imetokana na neno ablasa, ni kwa sababu hukiingia kitu akakivaa akawa hutembea kwenye mwili kama inavyotembea damu, kama inavyotuambia baadhi ya hadithi. Yani ni watu tumekoea, tuko katika bahari ya matatizo. Imam Ali atuambia hii ndio filosofi ya dunia. Tujue kutembea, tutatembea vipi ili tutoboe. Katika wasia wake akimpa mwane Hasan alayhi masalam, amwambia ya bunayya wa'lam ya bunayya annaka innama khuliqta lil akhirah la lidunya. Sote tofauti tujiambie maneno haya. Tujueni jamani, sisi hatukuumbwa kuishi duniani. Sisi tumeumbwa utendao wapi? Twendao akhira. Tusisahau tukatoa mizigo yote tukaguria hapa. Sisi hapa twapita. Innama khuliqna lil akhirah lam nukhlaq lid dunya. Lakini haya yote ni wakati ikiwa fikra ya kiyama itaketi katika akili zetu. 3, kiyama ni dhihirisho la uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Hapa alikuwa anasema kiyama ni dhihirisho la hikma. Mwenyezi Mungu ana sifa ya hikma. Kiyama ni dhihirisho la uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Tuanze hapa.
Hakuna shaka duniani watu wako sampuli mbili. Katika jamii yoyote wanayoishi, katika dini yoyote wanayoishi, katika madhehebu yoyote wanayoishi, hata wasomwamini Mungu, watu wako sampuli mbili. Kuna watu wema, kuna watu waovu. Haya si ya Uislamu tu. Wa ila leo tuende Amerika, tuende Russia kwenye kitovu cha ukomunisti, hakuna majela, hakuna makoti, mahakama, watu hawafungwi majela. Ni maana jamii ile ina watu wazuri, ina na watu waovu. Kwa hivyo katika dunia tunaona sisi kuna wema, kuna na waovu. Kuna wasumbukao kutenda mambo mazuri, kwa sababu wema, ndugu zangu, si kitu rahisi. Hapa pia nataka tuelewane. Mtu kujitahidi kuwa awe mwema si kitu rahisi. Ni kitu chataka mapambano makubwa kati ya mwanadamu na nafsi yake. Na ndiyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipowaambia maswahaba watoka zitani, akawaambia mumerudi kutoka kwenye jihadi toto, sasa mwendao kwenye jihadi kubwa. Jamaa wote mato yakawatoka, sababu huko watokako kumelia panga, wamezorudi wamekufa, wamezorudi wamezokatwa, damu zimetawanyika. Atuambia ile ni toto kubwa. Sampuli gani? Yani wao walikuwa tasawarati zao ziko kwenye labda wendao kwenye jihadi nyingine watakufa wote, kama ile kufa nusu nusu wamerudi, basi hiyo wendao kufa wote. Awaambia nyinyi mmetoka kwenye jihadi toto, mwendao kwenye jihadi kubwa. Wakamuuliza, wamal jihadul akbaru ya Rasulullah? Akawaambia, jihadun nafs. Penda nafsi yako mpaka uifanye nafsi yako ni mwema, mpaka uifanye nafsi yako ina msimamo, mpaka uweze kuiweka nafsi yako mahala panapotakikana mwanadamu aweko na mahala mbingu zinapokutaka uweko. Alhamdulillah, tuna mato sisi yana darubini karibu 6 au 7 ya kuona aibu za watu. Tuna ndimi pima, simandia Dr. Ahmad Nijadi ni mfano tunapiga. Huna alaka na hapa rais wa Jamhuri ya Islamia ya Irani katika khutba zake za nyuma, siku moja awaambia wa Amerika, miaka mingi nyinyi mulikuwa na ndimi pima 10, masikio yenu ilikuwa robo nchi. Umeadia wakati sasa hivi muzipunguze ndimi zenu ziwe robo nchi, masikio yenu yawe pima 10. Yani sasa hivi umefika wakati si nyinyi wenye kunena mangine. Sasa hivi na nyinyi sikizani. Nyinyi mmenena kwa urefu, sisi tukiwasikiza. Yani ulikuwa ni enzi zenu, super power na nini. Sasa hivi wakati umebadilika, sasa nyinyi sikizani. Sasa mwanadamu ataka aufanye ulimi wake ni robo nchi, na mato yake aone aibu zake, ajiangalie aibu zake, kuliko kujipa nafasi ulimi wake. Alhamdulillah, sisi tukiweka baraza leo tunaweza kuweka kutoka usiku mpaka asubuhi, fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha. Lakini unazikao hutukua dakika ngapi wewe ukanina mimi kadha? Na pengine ikikuilia ile dhamiri ndio izungumza yuzi, ikianza ukaipurukusha, ukaona sikia tafash, wallahi ndio kuzengia mahali nitoe tafashi hizi. Kama una jamaa ametoka utoka ndio upani kupiga rao, unani bwana akimbia kuketi pweke. Kwa nini akimbia kuketi pweke? Kwa sababu akiketi pweke dhamiri ya muuliza maswali, yamwambia mbona wewe umefanya kadha, mbona hufanyi kadha, mbona huswali, mbona humtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mbona wadhulumu, mbona wafanya maasi. Sasa wewe zile wazamkuwa tafash. Mwenyezi Mungu aita katika Qur'ani, wala uqsimu bin nafsil lawama. Hutaki kabisa kuipa nafasi masikio yako kusikia makosa yako, wataka kusikia ya wenzako na ukaengeza. Sasa sisi duniani tuko wema na waovu, na kuwa mwema si jambo rahisi. Taban dia za uovu ni bojo,
kwa wholesaler. Kwa wholesaler. Alhamdulillah, ukitaka kufanya maasi paka wenye kufanya mchango wako. Utasikia jamaa ikiwa ni barobaro, ikiwa ni watu wazima, pengine kuna barobaro ndani wao huambiwa ni shekhe. Na ile mustalahi ya kishekhe kwa barobaro huanzuka, sio? Utasikia huyu shekhe. Wakipanga mipango yao ya kwenda kuzengea wanawake, yeye mimi sitaki. Sasa utasikia wako tayari kumfanyia bidii, wamzengelee na mahali, na kama kuna na senti wamtolee, na kama wataka kumzoezesha kusaga siku hiyo azengelewe na miraa anunuliwe. Na utaona katika yale mambo maovu mpaka wenye kutoa sadaka wako, alhamdulillah. Lakini katika mambo mazuri sharti upijane, mara nyingi upijane wewe mwenyewe. Sasa katika mapambano haya yeo, ule amdhulumu ule amnyanyasa ule amempija ule amemtukana ule, hebu nipa maisha bila ya kiyama. Ulipo hapa duniani usiniambie kuna makoti. Ni wangapi wanaohepa makoti? Mangapi huishi paka wakafa hawatukuliwi hatua? Wamefanya ufisadi, wamefanya udhalimu, na wamekufa na raha zao. Na aliyedhulumiwa amekufa hudhalilika mpaka kufa. Waweza kuikuta family imevundika, imezorota, imepotea kwa sababu ya dhulma ya mtu mwingine. Ameitoa timing ile family yote, mpaka vijana wamekuwa wahuni, wamekuwa kadhaa. Hakuna mambo haya. Pata mtu mmoja amepata mahala, pengine baba alikuwa maisha mazuri na mkewe na vijana 5 6, baba amepunduka, amekufa, ameingia kati, mewarusha, mewapeka huko rudi huko, kishtuka family imevundika, ule umetupikia huvuta bangi, ule umetukia ni mzinifu, ule nini, paka imemalizika ile family. Alojepa kenzia ustarehe, yeye mewatia wane majumba, wale wamepita wakisononeka. Sasa Mungu mbe ya hali hii, na hakuna kiyama, tunaweza kunena uko uadilifu? Uko uadilifu kwamba alojepa na alojepewa sarka, alodhulumu na alodhulumiwa sarka, alo nyanyasa na aliyenyanyasa, wote mwisho ufia mtangani, sio? Kwisha tukuliwa la ilaha illallah. Na jamaa, maadamu wewe umedhulumu, una senti, kisha utaketi utatolewa khutba, utaambia huyu bana alikuwa ni mtu, alikuwa ni kadhaa, na tarikhi yako ikajengwa, ukabaki dhalimu, ndo mtu mwema kabisa. Kisha ubaki kutapangwa na tarikhi na nini, na ulikuwa kijana wewe pengine katika kudhulumu kwako ulikuwa unazo zile za kutupa za kufinika mato, sisi uzita tamwi tupa pale, umejenga msikiti pale, kingia Ramadhani ukusanya bandali za unga na zaka ukatoa, ila basketi fulani maskini imekufa bwana, amezojenga msikiti fulani mashallah ni yeye, kwa kila Ramadhani bwana akitoa nini, akitoa zaka. Lakini huku amewavunda zikosi watu, amedhulumu watu, amenyanyasa watu, kuna familia zimekwenda asfala safirina kwa ajili yake yeye. Haya yote yamefanya nini? Yamesahaulika. Yataisha hivi? Ndio Mwenyezi Mungu asema la. Ukikanusha kiyama, yani wamaanisha Mungu ni dhalimu. Tusomeni hizi aya pamoja, Mwenyezi Mungu anavyoizungumza hili. Atuambia amna ja'alu alladhina amanu wa amilu salihati kalmufsidina fil ardh amna ja'alu almuttaqina kalfujjar. Hebu mwataka kunambia tuwajalie wale walioamini na wakafanya mambo mema ni sawa na wale waliofanya ufisadi katika ardhi? Sawa, yani wataishi, watazikwa, kuisha kazi. Am naj'alu almuttaqina kalfujjar, ama tuwajalie watu wenye takwa ni kama watu wenye fujur, wenye mambo machafu. Katika aya nyingine anena afanaj'alu almuslimina kalmujrimin, ni mwataka tuwafanye waislamu ni kama watu waovu. Malakum kaifa tahkumun, hukumu gani hizi mnazozitoa mwanena hakuna kiyama?
Katika aya nyingine atuambia am hasiba alladhina ijtarahu sayyiati, ama wadhani wale wanaofanya mambo mema wakinyanyasa watu wakidhulumu watu, wanaofanya mambo maovu yatapita tu haya, an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati, tuwafanye kama walioamini, sawaan mahyahum wa mamatuhum, zifo zao sawa, kuishi kwao sawa, bali wamezodhulumu. Maanake ikiwa hakuna kiyama, kila mmoja mtie mtu mtanga wa mato, maanake ndio maishio kwa raha duniani, sio maana yake. Ukikanusha kiyama watu wa tikiti, kwa hivyo why mimi nibaki maskini? Kwa nini nibaki maskini? Kwa hivyo nawe patiliza. Ukiambiwa nini hakuna mwisho ni mtangani, simandia wenye kunena mwana mtangani hufia mtangani. Tumefahamiana? Sasa kutakuwa nsarka la Mwenyezi Mungu anena saa ma yahkumun. Ikiwa hukumu kama hizi, ikiwa fikra kama hizi ndio zinazopita kwenye akili zetu, basi ni fikra mbaya sana. Hakuna nafasi. Maisha bila kiyama ni udhalimu. Maisha bila ya kiyama ni kupotezwa haki za watu. Maisha bila ya kiyama ni kuwashajiisha watu wafanye watakayo, kwa sababu hakuna tena nini? Mwenye kuwahisabu wala mwenye kuwalinda. Itakuwa ni mwenye nguvu ndio wanaoishi katika dunia hii basi. Lakini la, Mwenyezi Mungu hakupiti kitu. Hapa watu taka ndio wafahamu sana. Ni kama replay. Kama ile tunayoiamkua nini? Replay. Na ndio maana ya neno maadi. Sababu neno maadi limetokamana na neno nini? Ada na aada. Aada nkurudia, sio maana ya replay. Ni replay. Tofauti katika replay hii, ulinipiga buti, katika hii na kupiga buti. Kabisa. Mpaka mambo madogo ambao tuyadharau Mwenyezi Mungu atayarudisha kulipanwe. Mpaka wale watu waovu wanapowateka wema kitarudiwa. Nimewambia hapa, kuna wakati wa kutekana tu pia utarudi. Mpaka stihzai, unapompita mtu ana haki anayambolema ukamfanyia stihzai, itarudiwa siku ya kiyama. Kabisa. Watu watakawa tahadhari sana zitu kama hizi. Masala ya kuona mambo mema ukaketi ukayafanyia istihzai, ukayafanya dashere, ukayateka. Kama leo umemwona mtu Mwenyezi Mungu amemuongoza, ameingia msikitini, ukaketi mapijwa na waya yo. Sio lugha zetu. Tukawaambiana jamaa, yao sijui ameharibikiwa wapi huyu ndio amekuja msikitini. Hizi ni lugha za istihzai. Hizi ni lugha za dashere. Au kamaona mtu hutoa sadaka, utasikia umemtia ntanga wa mato nani? Yaani umejepa za kutosha, sasa na wewe hutoa stihzai. Stihzai kwa mambo ambayo mbingu hutetemeka. Mambo mengine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hadithul Qudsi anena, wakati mja wake anaporudia kutubia kwake, furaha anaokuwa nayo ni zaidi ya mama alomkosa mwanawe siku ampatapo. Hizi riwayati ziko. Mungu atupenda. Mungu haende na sisi kwa kiswasi kwamba umenikosea, ngoja utaendelea hivyo hivyo, tutatengezana tu. Ye angoja siku wewe utarudi kwake afurahie. Mungu hufurahi siku mja wake alomuasi anapoamua kurudi kwake, zaidi ya mama anayefuraha alipompoteza mane siku akampata mane. Waweza kutasawari furaha aina gani za mama alompoteza mane akarudi kwake? Ndio furaha ya Mwenyezi Mungu. Mambo mazito kiasi hiki yanavyosherehekewa na mbingu, yanavyosherehekewa na malaika, sisi tukaketi tukayafanyia nini? Mwenyezi Mungu anena italipwa. Paka stihzai zitalipwa, ili kutekelezwa uadilifu wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hakupiti toto wala kubwa, hata kupigiana ushi yatakwenda kulipwa siku ya kiyama. Hii ndio dhihirisho la uadilifu wa Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atatujalia
min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Ningependa tu kuwakumbusha wenzangu katika masala ya mobile zifanye bidii zizinywe ama ziwekwe silent katika tukiingia katika darasa. Hushawishi watu mara nyingi. Weka kinya ama weka ule huitwaje mtetemo, vibration, sio? Ukisikia utoke uende ukasikilize, pengine unaweza kuwa ni mtu angoja simu muhimu, hatukwambii uzinye, lakini sauti za tushawishi. Na kama mtu pengine ana mobile hajui namna ya kuizinya, pia aweza kumwambia mwenzake akamwambia namna ya kuiweka silence. Wa shukran.